Taarifa rasmi kutoka kwa chama cha ACT Wazalendo kimemtikisa Rais Samia Suluhu. Hujambo na karibu. Mahakama Kuu ya Tanzania Masijala Kuu Dodoma imewapa nafasi chama cha ACT Wazalendo na mwanachama wake maarufu Luhaga Mpina kufungua shauri jipya kupinga maamuzi ya msajili wa vyama vya siasa na mwanasheria mkuu wa serikali. Uamuzi huu umetolewa Septemba 26 mwaka huu na umeibua mjadala mkubwa katika medani ya kisiasa na kisheria. Taarifa rasmi ya chama hicho imeeleza kuwa mahakama imeridhia maombi ya ACT Wazalendo na Mpina baada ya kuchunguza hoja zote zilizowasilishwa na kubaini kuwa yametimiza vigezo vyote vya kisheria. Hatua hii imetokana na masharti yaliyowekwa na mahakama ya rufani ambayo iliruhusu kufunguliwa kwa shauri jipya endapo maombi yatakuwa na msingi wa kisheria thabiti. Awali msajili wa vyama vya siasa na mwanasheria mkuu wa serikali waliwasilisha mapingamizi wakitaka shauri hilo litupiliwe mbali kwa madai ya kupoteza muda wa mahakama, lakini Jaji Wilbert Juma alitupilia mbali hoja hizo akiipa chama ya ACT Wazalendo nafasi ya kuendelea na mchakato. Uamuzi umechukuliwa kama ushindi wa awali wa chama hicho na kwa Mpina binafsi, kwani unawaweka katika nafasi bora ya kupigania haki zao kupitia mfumo wa mahakama. Kwa mujibu wa maelekezo ya mahakama, ACT Wazalendo na Mpina wamepewa siku 14 kuwasilisha maombi yao rasmi kupinga uamuzi wa msajili na mwanasheria mkuu wa serikali. Hatua inayohusu uhalali wa kuondolewa kwa jina la Mpina katika orodha ya wanachama. Hii imeongeza hamasa miongoni mwa wanachama wa chama hicho na wafuasi wa siasa za upinzani. Hatua ya mahakama imeongeza msimko wa kisiasa kwa kuwa ACT Wazalendo tayari inaendelea na shauri jingine la kikatiba nambari 2427 dhidi ya Tume Huru ya Taifa na Uchaguzi na mwanasheria mkuu wa serikali. Kesi hiyo inayohusu masuala ya msingi ya uchaguzi na usimamizi wa haki na demokrasia inatarajiwa kusikilizwa Septemba 29 mbele ya jopo la majaji watatu. Wachambuzi wa masuala ya sheria na siasa wanasema uamuzi huu unaweza kuwa na athari kubwa kwa mustakabali wa siasa za vyama vingi nchini. Wanaona ni ishara ya kuimarika kwa nafasi ya mahakama katika kulinda katiba na kuhakikisha kuwa taasisi za dola hazizidi mipaka ya kisheria. Viongozi wa ACT Wazalendo wamesisitiza kuwa hatua hii ni ushindi wa kidemokrasia na uthibitisho kwamba vyombo vya haki vinaweza kulinda maslahi ya wananchi bila kuathiriwa na shinikizo la kisiasa. Kenyascope itaendelea kukuletea taarifa za kina kuhusu mwenendo wa kesi hii na ushauri la kikatiba linalotarajiwa kusikilizwa wiki ijayo. Usisahau kufuatilia ili kupata mwelekeo kamili wa jinsi uamuzi huu unaweza kuathiri siasa za Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025.